tuwe watu imani katika maisha yetu sisi wa Kristo. Sasa tukija kwenye imani yetu sisi wa Kristo wa Katoliki, inatutaka nini? Imani yetu sisi wa Kristo wa Katoliki inasadikisha nini? Tunafahamu imani yetu sisi inatusadikisha nini? Sisi wa Katoliki tumebatizwa. Imani yetu inatusadikisha nini sisi wa Kristo wa Katoliki? Mwamkataa shetani, namkataa na mambo yake yote, namkataa na ila zake zote, nazikataa. Nasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, nasadiki na kwa Mwana pekee Yesu, nasadiki na kwa Roho Mtakatifu. Na kanisa kile nini, si ndio? Tunasadiki, si ndio? Imani yetu inatusadikisha nini sisi wa Kristo wa Katoliki? Naweza kaniambia. Au tumesahau mafundisho. Ya. Imani yetu inatusadikisha kwamba kuna Mungu huyu. Mungu huyu katika nafsi. Hiyo ndio imani ya kanisa Katoliki. Tusadiki, tukubali kuna Mungu mmoja katika nafsi ngapi? Tatu. Mungu nani? Mungu Baba, Mungu Mwana, Mungu Roho Mtakatifu. Sisi wa Katoliki imani yetu ndio imelalia hapo. Mambo yote yamelalia hapo. Kumsadiki Mungu katika utatu wake mtakatifu. Haya. Aliyetufanya tukaweza kumsadiki huyo Mungu katika utatu wake mtakatifu, mnajua ni nani? Mnamfahamu? Katika hizo nafsi tatu ni nani kati ya nafsi moja ndio ameweza kutufanyisha sisi tukaanza kufahamu habari ya nani? Ya utatu mtakatifu. Ni nani? Mwingine? Aliyeleta Yesu Kristo ndo ametufunulia utatu mtakatifu na akatutambulishia ile nafsi ya tatu Roho Mtakatifu ili tuweze kuuelewa huo utatu mtakatifu. Sisi wa Kristo imani yetu ipo katika Mungu mmoja na nafsi ngapi? Tatu. Tunatakiwa kusadiki hilo, tunatakiwa kulitambua hilo. Na ndio maana hapa nikauliza swali, kuna wengine hawajui kwamba wanajua kwamba Yesu sio Mungu. Yaani unamwona Yesu kama kitu hivi. Wapo mtupo. Tunapaswa kusadiki, tunapaswa kuwa na uhakika juu ya umungu wa Yesu na ubinadamu wa nani? Wa Yesu. Umekuja kwa sababu ya Mungu kutukomboa sisi nani? Wanadamu dhidi ya nini? Ya dhambi. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, Mungu anawaumba wazazi wetu wa kwanza Adamu na nani? Na Eva. Hivi aliwaumba kwenye hali ya utakatifu, hali ya dhambi. Tuliumbwa katika hali ya hawakuutunza. Walifanyeje? Waliupoteza ule nini? Utakatifu kwa njia nini? Ya dhambi. Sasa Mungu baada ya kuona hicho akasema huyu mwanadamu asibaki kwenye hali hiyo. Mungu kujifunua kwa nani? Kwa wanadamu. Akajifunua kupitia baba yetu nani? Ibrahimu. Akajifikia kupitia manabii mbalimbali wakina Musa. Lengo kutaka kuleta ujumbe kwa wanadamu. Wanadamu walau waanze kumtambua nani? Mungu. Waweze kumfahamu nani? Mungu. Kabla yeye mwenyewe Yesu kufanyeje? Kabla yeye mwenyewe Mungu kuja wapi? Duniani kuzaliwa. Ndio hiyo unaona sasa taifa linaanzishwa. Dhambi, kwamba yeye Mungu mwenyewe alijua kabisa hawa wanadamu wameingia dhambi. Chanzo wa kuingia kwenye dhambi ni nani? Shetani. Ikaonekana hakuna mwanadamu yoyote anaweza kushindana na nani? Na Shetani. Kuna mtu anaweza kushindana na Shetani? Kuna mtu anaweza? Uwezi. Ukipitiza Shetani na kuangusha vibaya. Tuko pamoja? Hiyo sasa Mungu akaamua yeye
mwenyewe, yeye mwenyewe. Akasema wakati ukifika nitaenda mimi mwenyewe. Wapi? Duniani huko. Ndio anajitoa sasa kwenye hali yake wa umungu, anazaliwa kwa mama Bikira Maria, kwamba Mungu anavaa shape ya nini? Ya ubinadamu, kuja kukaa na wanadamu walio wakosefu, sawa aje atukomboe. Na kweli Yesu anafanyeje? Anakuja. Yesu anapokuja hapa duniani anazaliwa na anafanya kazi aliyokuwa ametumwa na nani? Na Mungu Baba. Yeye mwenyewe Mungu anamtambulisha kama Mungu Baba, anatufunulia sasa juu ya Mungu Baba kwamba yupo Mungu, lakini mwenyewe ni nani? Ni Mungu. Anakuja, anazaliwa kama mwanadamu, papo hapo yeye mwenyewe akiwa nani? Mungu, ili aje ashindane na nani? Shetani. Ili ashindane na nani? Shetani. Haya, ngoja tuone kwenye Injili hii. Hali mpaka nchi ya Gerasi Komboni, mara alikutana na mtu ambaye ametoka makaburini, mwenye pepo mchafu. Makao yake yalikuwa pale makaburini, wala hakuna mtu yeyote aliyeweza kumfunga tena hata minyororo, kwa sababu alikuwa amefungwa mara nyingi kwa pingu na minyororo, akiikatakata ile minyororo, akizivunjavunja zile pingu, wala hakuna mtu aliyekuwa na nguvu za kumshinda. Na siku zote usiku na mchana alikuwapo makaburini na milimani, akipiga kelele na kujikatakata kwa mawe. Na alipomwona Yesu kwa mbali, akapiga mbio akamsujudia. Mtu mwenye nini hilo? Pepo mchafu, si ndio? Akapiga kelele kwa sauti kuu akasema, nina nini nawe Yesu mwana wa Mungu aliye juu? Na kuapisha kwa Mungu, usinitese, kwa sababu amemwambia, hewe pepo mchafu, mtoke mtu huyu. Shetani anatambua umungu wa nani? Wa Yesu. Yesu ni Mungu. Alikuja tu kwa kazi ya kutukomboa. Alikuja tu kwa kazi ya kupigana na nani? Na shetani. Anatukomboa. Kwa njia gani ametukomboa Yesu? Mateso, kifo na ufufuko wake, na kupaa kwake mbinguni, na kutuletea roho tendo tunalolazimisha kesho kwenye Pentekoste. Yesu Kristo ni Mungu, na ndiyo maana tunamsadiki tukisali ile sala ya kanuni ya imani. Na sadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, na kwa Yesu Kristo mwanawe wa pekee. Tuko pamoja? Yesu Kristo ni Mungu. Sasa tunakuja kwenye kanisa Katoliki. Mipango yote kwa wanadamu ya ukombozi, si ndio? Anateswa, anakufa, si ndio? Anafufuka. Tuko pamoja? Ukisoma Injili, kabla ya kuyafanya hayo, akijua kabisa hapa anaenda kufanyaje? Kuteswa, si ndio? Anaanzisha chombo. Anaanzisha nini Yesu? Chombo kitakachoendeleza mambo yake. Chombo gani hicho? Anaanzisha nini? Kanisa. Kwamba anajua mambo yote ninayoyafanya haya kwa ajili ya ukombozi wa nani? Wa mwanadamu. Na kiundia taasisi, na kiundia chombo kitafanya nini? Kazi hiyo. Chombo chenyewe ni nini? Ni kanisa. Ndio tukisoma Injili ya Mathayo, ndani sura ya 16. Injili ya Mathayo sura ya 16. Haya nadhani kama ni ya 17. Tuangalie. Pande za Kaisaria Filipi, akawauliza wanafunzi wake akasema, watu unena mwana wa Adamu kuwa ni nani? Wakasema, wengine unena Yohane Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmojawapo wa manabii. Akawaambia mitume wake, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Simoni Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akawaambia, eli wewe Simoni Bariona, kwa kuwa mwili na damu havikufunuliwa hili, bali Baba yangu aliye mbinguni.
nami nakwambia wewe ndiwe Petro, juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Nami nakupa wewe ufunguo wa ufalme wa mbinguni, na lolote utakalolifunga duniani litakuwa limefungwa mbinguni, na lolote litakalo limefunguliwa duniani litakuwa limefunguliwa mbinguni. Yesu anaanzisha nini? Kanisa. Analiweka chini ya misingi ya mitume, kwamba akijua atakapoondoka hawa mitume wataendeleza nini? Kazi yangu niliyoianzisha. Kumbe kanisa lipo kwa ajili ya wokovu wetu sisi wanadamu. Ukikaa leo makanisa mengi, si ndio? Kwenye jamii yetu makanisa mengi. Ihoji, itafakari, hilo kanisa ninaloendea ni kweli kanisa la Mungu? Mbona? Jiulize, hilo kanisa unalo kwenda kweli ni kanisa la Mungu? Ni kanisa ninalikuta kweli kwenye Injili hii ya Mathayo sura ya 16? Kanisa la kweli, ukubali ukatai, ukubali ni kanisa ambalo Kristo amelianzisha, ameliweka chini ya misingi ya nani? Ya mitume. Na mpango wa kulianzisha kanisa hilo Yesu, kwamba watu wapate nini? Wokovu. Kwamba Yesu yeye ameanzisha kanisa, na umma daima ataishi na sisi kwenye nini? Kanisa lake. Yupo na sisi daima, na ndio maana yupo mzima kweli kwenye sakramenti zake. Kumbe kanisa Katoliki unapoliona wewe utalipigia kelele namna yake lilivyo, si utaongea maneno mengi, si kanisa lina mambo michango, si nini na nini. Kanisa jinsi lilivyo lina uhusiano na mambo ya wapi? Mbinguni. Yaani utakiwa ufanyeje? Ujue unapoona kanisa Katoliki lina chain hapa duniani, si ndio? Na mambo ya wapi? Mbinguni. Linatuunganisha. Lipo kwa ajili. Ndivyo ilivyo hivyo. Mungu ameiweka hivyo, kwamba kwenye ukombozi aliokuwa ameupanga wa wanadamu utakuja kwa staili hiyo. Atatuachia nini? Chombo kitakachoendeleza makombozi matakatifu yaliyokuwa yameanzishwa na mwanae wa pekee, Bwana wetu Yesu Kristo. Tuko pamoja? Sawa? Uelewe, utofautishe kanisa Katoliki na makanisa mengine. Sisi tupo tu kwa ajili ya wokovu. Kanisa linaangalia kwa ajili ya kuiokoa roho yako. Kanisa liko hapo kwanza, msingi wake umelalia hapo. Lipo kwa ajili ya wokovu wako wewe mwanadamu. Na ndio maana Mungu alikuja kwetu wapi? Duniani, ili kuja kufanyeje? Kutukomboa. Na makombozi hayo Mungu akayaweka ndani ya kanisa. Anamwambia nani? Wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu. Kuna kawimbo kale kanaimbaga kazuri na kapenda. Wewe ndiwe Petro. Na ufahamu? Wewe ndiwe Petro, wewe ndiwe Petro, na juu ya mwamba huu nitalijenga kanisa langu, wala milango ya kuzimu haitalishinda. Wala milango ya kuzimu haitalishinda. Lakini ile kanisa na kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume tunaambiwa walikuwa watu kama 120. Baada ya Petro kutoa ushuhuda wa ufufuko wa Yesu, si ndio? Wakabatizwa karibia watu wangapi pale? 3000. Kanisa likafanyaje? Na limekuwa mpaka leo hii tuko karibia bilioni na kitu wa Katoliki. Kwamba kanisa lipo kwa ajili ya wokovu. Kanisa lipo kwa ajili ya wokovu wetu sisi wanadamu. Wala milango ya kuzimu
lishinda. Kanisa limepitia magumu mengi, limekutana na mapambano mengi, lakini lenyewe mpaka leo hii ushuhuda wenyewe lipo. Uongo? Hebu tuje kwenye street yetu, wewe ndio utakuwa kiongozi sasa wewe utaliongoza ili nini? Kanisa. Anakuwa Baba Mtakatifu wa kwanza. Na hata Yesu baada ya kufufuka alimfuata tena Petro akamthibitishia kusoma Injili ya Yohana nadhani sura 20. Anamfuata tena nani? Petro, anamthibitishia chunga watu wangu, linda watu wangu, ongoza watu wangu. Wewe Petro ongoza. Petro anapewa mamlaka hayo, anakuwa Baba Mtakatifu wa kwanza kwenye kanisa Katoliki. Toka Petro mpaka sasa hivi tulipo mimi na wewe muda huu, maana yake tumeshakuwa na mababa mtakatifu wangapi? 267. 267. Kwamba unapomwona baba ndipo utakuja kujua kumbe huyu Mungu kupitia Roho wake Mtakatifu ana nguvu. Hakutarajia yana kujulikana kabisa. Uone nguvu ya Mungu ilivyo kwa wanadamu. Uone nguvu ya Roho Mtakatifu. Lakini ndio kiongozi huyo, kwamba Mungu anamteua mtu wake. Wewe unaona kitu tu kimekuwa kwa hewani, kumbe Mungu yupo anaishi nasi kwenye mambo yasiyoonekana. Mambo yanaanzia wapi? Hapa. Tunashukuru Yesu ametupa zawadi ya nini? Ya hilo kanisa na zawadi ya Ukristo. Unapokuwa Mkristo unaambiwa furahia zawadi hii ya kuwa Mkristo. Furahia zawadi hii ya kuwa Mkristo. Maana yake unapata umeshopata nini? Umepata nini? Jibu kwa sauti, jibu kwa sauti. Umepata nini? Wokovu huko miguuni mwako. Wokovu huko miguuni mwako. Na ndio maana unapokuwa Mkristo unatakiwa kweli ukaitangaza habari njema ya nani? Ya Kristo kwa watu wengine ili wafikiwe na nini? Na wokovu huo. Jiulize kama mwanajumuiya unafanya hivyo. Sawa pendwa? Ujiulize tunayatenda hayo sisi wana kanisa, kwamba wokovu umepewa sio peke yako bali na watu wengine nao upate nini? Wokovu. Kama kitabu cha Matendo ya Mitume kuna mtu mmoja anaitwa Kornelio. Unataka kumsikia? Baada ya kuhubiriwa tu habari njema ya Kristo, si ndio? Akasema mimi nataka nibatizwe mimi pamoja na nyumba yangu yote. Ukubali ukae. Ukubali ukweli ndio huo. Ukweli ndio huo. Tuko duniani huko, si ndio? Mambo yanaenda kasi, si ndio? Mambo ni mengi, si ndio? Tuko pamoja? Hayo mambo yanapokuwa mengi muda mwingine yanaendana kinyume na nini? Na kanisa letu, si ndio? Kanisa letu linasimamia msingi ule juu ya wokovu wa nani? Damu. Sababu kupitia kanisa Yesu anaishi humo ndani ya nini? Ya kanisa lake. Tulisadiki na kanisa moja, si ndio? Takatifu Katoliki la mitume na ungama kina ubatizo mmoja. Tunaendelea kulisadiki kanisa Katoliki. Ni kanisa la kweli. Ni kanisa la nini? La kweli. Tumeelewana? Kanisa la kwanza ni kumbe kanisa linaanzia wapi? Ndani ya moyo yako wewe mbatizwa. 8 aya ile ya 19 Yesu anawaambia wanafunzi wake, enendeni kwa mataifa yote mkawabatize kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Kumbe ukitaka ukitaka kuingia kwenye kanisa la Kristo, sharti ufanyeje? Yeye amesema ubatizwe. Sharti ufanyeje? Ubatizwe. Kumbe mtu ukibatizwa, si ndio? Unafanywa kuwa mwana kanisa.
Mwingine, ubatizo unaletea ufunguo wa maisha ya uzima wa milele. Tuko pamoja? Kumbe mbatizwa yeyote Mkristo unatakiwa utambue, mbatizwa yeyote huyo ni mwana kanisa. Kumbe kanisa linaanzia kwa, na huku kwenye Injili ya Mathayo anatutuma wote. Kumbe unapobatizwa unatakiwa uhakikishe uwafate watu wote, nao maana yake wakuone wewe kama nuru, kama mwanga, uweze kuwaokoa. Kwa pamoja? Kwa hiyo maana ya kanisa kwa namna ya kwanza ni jamii ya wabatizwa wote. Maana ya pili ya kanisa, kanisa ni kama jengo. Ni nini? Jengo ambapo watu wa Mungu wale wana kanisa wanakutana kwenye jengo hilo kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Maana mbili za nini hizo? Za kanisa. Hilo unatakiwa kwanza utambue, kanisa ni mimi mwenyewe. Kanisa, tuko pamoja? Kanisa linaanzia kwako nyumbani. Kwa mfano kama humu, hilo ni kanisa. Kwa sababu gani? Wanaishi kanisa. Kwa hiyo unatakiwa uishi kama kanisa linavyokuelekeza. Kanisa ni nani? Mikutano ya nini? Ya jumuiya. Maana yake mjione mnakutana kanisani, ni wana kanisa mmekutana kwa ajili ya kumtukuza nani? Mungu, kwa ajili ya kumwabudu nani? Mungu. Kanisa ni nani? Ni sisi hapa Wanakanda tumekaa. Unaona? Tumekutanika hapa kwa ajili ya kumtukuza nani? Mungu. Sisi ndio wana kanisa. Jamii yetu sisi tunakutana, ndio maana tuna jumuiya zetu, tuna kanda zetu. Sisi ndio wana kanisa. Tuje kwenye mamlaka ya kanisa. Tunamkuta kiongozi wa kanisa wa ulimwengu ni nani? Kayatoa wapi mamlaka yake? Amepewa na nani? Na Yesu. Tangu nani? Petro. Si ndio? Napewa kuwa kiongozi wa kanisa zima ulimwenguni. Tuko pamoja? Sasa kwa mfano kama Papa Leo, tuchukulie mfano. Yeye ni kiongozi wa dunia, si ndio? Sisi anatujua watu wako sana. Kila sehemu kunakuwa na askofu jimbo. Askofu kwa mfano kama sisi Dar es Salaam, si ndio? Tuko pamoja? Kiongozi wetu wa kanisa Katoliki Dar es Salaam ni askofu mkuu nani? Yuda Tadei Ruwa'ichi. Anatuchunga sisi watu wa wapi? Dar es Salaam. Mishuka. Tuko pamoja? Ukienda kwa mfano kama wana Skanska paroko yetu nani? Wanda Francis nani? Xavier. Amekabidhiwa watu wa eneo hili la Skanska kuwachunga, kuwapeleka kwa nani? Kwa Mungu. Yaani unatakiwa ujue Petro alipokabidhiwa na Yesu nani? Petro na Yesu. Viongozi ziko hivi. Kanisa la ulimwengu, ngazi ya parokia. Na ulimwengu kwenye familia yake. Sasa kwenye jumuiya hapo wameongeza ndio kuna mambo ya nini sasa? Kwa kuwa mnaishi pamoja wala mfahamiane, msishie hapo. Hiyo yote Kristo ameiweka kwa ajili ya ukombozi wetu sisi. Sasa ukija kwenye familia ya kiongozi nani? Watu wa Mungu wafahamiane. Watu wa Mungu wakutane. Watu wa Mungu wafanyeje? Wakutane. Wamshuhudie Bwana wetu Yesu Kristo. Wamuishi Bwana wetu Yesu Kristo kwa imani na matendo. Kanisa la mwanzo lilikuwa kwa staili hiyo. Kanisa la nini? La mwanzo lilikuwa kwa staili hiyo. Kwamba baada ya kumshuhudia Kristo wakaanza kuishi kwa roho moja, kwa moyo mmoja. Ndipo tunapotakiwa kuishi wana kanisa. Hasa huku kwenye hizi ngazi za familia, jumuiya na kanda. Tuishi katika moyo mmoja na roho moja, sisi wanajumuiya. Tujione wana kanisa, tujivunie kanisa letu. Tuliishi kanisa letu.
tujue kanisa letu lipo kwa ajili ya nini. Kwamba watu wote wangekuwa Wakristo, tuseme wamebatizwa ndani ya hili kanisa. Yesu tungekuwa tunashirikisha mambo ya watu. Yaani kanisa linaendeshwa na sisi nani? Wenyewe. Hakuna anaendesha kanisa kutoka sehemu nyingine. Sasa kwa nini tunakuwa nyuma? Wamebao tukabatizwa hataki kushiriki kwenye mambo ya kanisa. Anajitoa kama sio yeye. Ndio maana kanisa linakuja ukijiweka pembeni. Inakusubiria tu ukomo wako utakapofikia. Iko kwa kitandani. Umewekwa kwenye kanisa, tunaanza kumuona mwanae kwenye maumbo ya mkate na divai. Tunamuona Mungu pale. Kazi tumeshirikishwa kila kitu kuweka duniani. Unafahamu ni nini? Sababu ni nini? Anaanza kaniambia. Atakisi, mama tuambie. Kwa nini Mungu? Watoto wadogo wanajua, nadhani labda nyinyi mlikuwa mnajua zamani. Msikilizeni. Mungu ametuumba ili tumjue. Cha kwanza tumjue nani? Mungu. Tumpende Mungu. Ndio nakuja kwenye imani, matumaini na mapendo. Na neno moja amelisahau. Mungu ametuumba ili tumjue, tumpende, tumtumikie ndani ya kanisa lake. Na mwisho baada ya kufanya hivyo vitu vingapi? Tufike kwake wapi? Ndio hivyo ipo kwa mwanadamu. Sasa ile siku ya mwisho mtu hajajifanya. Ndio? Kwa pamoja kuwa mtu wa sala. Sala. Ni mazungumzo kati yetu sisi na nani? Kwamba tumebatizwa, tumeunganishwa na nani? Na Mungu. Inabidi tuwe na mawasiliano naye nani? Mungu daima kwenye maisha yetu. Unafanya mawasiliano yako wewe na Mungu? Unafanya mawasiliano wewe na Mungu kama mbatizwa? Au mawasiliano ya nikienda kanisani ndio tutaenda kufanya mawasiliano? Nikienda jumuiya ndio kuna kusali Mungu kwamba hapana. Unatakiwa kuwa na sala. Sala inaanza kwako wewe binafsi, ikitoka inakuja kwenye jumla. Ndio? Kwenye familia yako mnapoamka. Mfanye mawasiliano, muwe na ibada. Tumesema kwamba familia ni kanisa dogo la wapi? La nyumbani. Nyumbani kwako paone ni kanisani. Na ndio maana tunasema kwa Mkristo Mkatoliki, ukiingia ndani kwake lazima ukute vitu hivi unatakiwa uwe navyo. Sawa? Uwe na altare yako. Altare ni nini? Altare ni mahali ambapo Mungu altare. Uweke na kitambaa cheupe. Kama hapa mmeweka kitambaa cha nini? Hii sio na nini. Altare inafunikwa kitambaa cheupe. Kwenye altare yako kuwe na msalaba. Kanisani si mnaona pale? Kuna altare. Hakikisha hizi nyenzo unakuwa nazo. Altare yako. Andaa meza yako nzuri, weka msalaba wako. Umeona? Weka Biblia yako takatifu. Tuko pamoja? Weka maji yako ya baraka. Weka mishumaa yako ikipendeza. Umeona? Weka vitabu vya sala. Tuko pamoja? Kwamba kila unapoamka lazima uende kwenye altare na familia yako. Sawa? Ukae pale na watu wako mumwabudu Mungu ndani ya familia. Mumshirikishe Mungu mambo yenu ya ndani ya familia. Kama inapendeza muwe na msimamizi wa familia mtakatifu. Mtakatifu ambaye anaisimamia nini? Nisi mna jumuiya, si ndio? Jumuiya si mtakatifu wako anayeisimamia familia yako. Kama familia takatifu ya Yesu Maria, mnapoamka mjiwekee muda. Sio baba kila siku unaamka asubuhi bundoka zako saa 9 usiku. Kama unajua unaamka saa 9 usiku, basi jiwekeeni muda bwana.
Sisi tunaamka saa 8 tunasali. Tukimaliza sala, pumzika kidogo, kila mtu ikifika muda aendelee na shughuli zake. Hiyo asubuhi. Usiku mkirudi, hivi kulikuwa tujui